Mwongozo wa kujifunza Biblia. Somo la 6 la robo ya 4 mwaka 2025. Adui aliye ndani. Leo ni Novemba 5, siku ya Jumatano. Tukiangazia mada ndogo isemayo mlango wa matumaini. Soma Yoshua sura ile ya 8 aya ya kwanza hadi 29. Kisa hiki kinatuambia nini kuhusu namna Mungu anavyoweza kubadilisha kushindwa kwetu kunakokatisha tamaa kabisa na kuwa fursa? Mkakati wa Yahwe ulibadilisha kushindwa kwa awali kwa Israeli na kuwa mbinu yenye manufaa. Kwa namna hiyo, bonde la Akori, yaani neno la Kiebrania la taabu, na kuwa mlango wa matumaini. Linganisha na Hosea sura ya 2 ya 15. Wakiwa wamejiamini kupita kiasi kutokana na ushindi dhidi ya Waisraeli, wakazi wa Ai wakarudia mkakati wao katika kuwashambulia Waisraeli waliojifanya kurudi nyuma na kuwa kama wameshindwa. Mara wakazi wa Ai walipokuwa wamevutwa nje ya ngome yao, Waisraeli 30,000 tu wakiwa si mbali sana kutoka kwenye mji, Yoshua sura ile ya 8 aya 4, wangeukamata mji na kuuwasha moto. Yoshua 8 aya 7 inaweka wazi kwamba si mkakati au maarifa yanayoleta ushindi, bali ni Bwana mwenyewe atakayeleta ushindi na kuukabidhi mji wa Ai kwa Waisraeli. Hata kwenye sura ambapo mwelekeo wa kijeshi unatawala maelezo kuliko kwenye sura nyingine yoyote ya kitabu, aya inasisitizia ukweli wa msingi kwamba ushindi ni zawadi ya Yahwe. Wakati muhimu ulioamua mshindi katika vita unatokea pale watu wa Ai wanapoondoka kwenye mji na kuanza kuwafukuzia Waisraeli. Hii ni safari ya pili ambapo Mungu ananena kwenye sura nzima baada ya kutoa mbinu kwenye Yoshua sura ya 8 aya 2, akiashiria kwamba yeye ndiye anayeisimamia vita. Hadi hapa hatujui matokeo ya pambano. Kuanzia hapa na kuendelea, inakuwa wazi kwamba jeshi la Waisraeli ndilo jeshi la ushindi. Silaha mkononi mwa Yoshua ilikuwa ni mundu au jambia badala ya sime au mkuki. Wakati wa Yoshua inawezekana kwamba haikutumika kama silaha kabisa, lakini ilikuwa ni ishara ya mamlaka. Licha ya kutoa ishara kwa ajili ya shambulio, inaonyesha mamlaka ya Mungu katika kushindwa kwa Ai. Kwa kunyoosha mundu hadi ushindi kamili ulipopatikana, Yoshua anaonyeshwa kuwa ametoa kikamilifu nafasi ya uongozi ambao Musa alikuwa nao wakati wa kuivuka bahari ya Shamu, Kutoka 14 aya 16, na katika vita dhidi ya Waamaleki katika Kutoka sura ile ya 17 aya 11 hadi 13, ambapo Yoshua aliongoza pambano yeye mwenyewe. Safari hii hapa kuonekana kuwa na hali ya kuingiliwa kimuujiza na Mungu. Licha ya hivyo, ushindi dhidi ya Ai haukupunguza ukweli wa kuwepo kwa msaada wa Mungu kama ilivyokuwa wakati ule dhidi ya Wamisri kwenye kizazi cha kwanza au katika ushindi wa hivi karibuni dhidi ya Yeriko. Ufunguo wa mafanikio ulikuwa katika imani ya Yoshua katika neno la Bwana na utiifu wake usioyumba. Kanuni inayoonekana kwenye kisa hiki inasalia kuwa muhimu kwa ajili ya watu wa Mungu leo, popote wanapoishi na wanapokabiliana na changamoto yoyote. Leo ni Novemba 5 mwaka wa 2025, siku ya Jumatano, mada ikisema mlango wa matumaini. Mungu atubariki sote, neema yake iwe nasi sasa na hata milele. Amina.